Penzi umeliona? Tunaona mitandaoni kumechafuka kweli kweli. Kwa namna ambavyo tunaona Haji Manara, tunaelewa ya kwamba hii imekuwa wiki ya moto sana kwa upande wake. Mitandao mingi sana wanazungumza ndoa ya Haji na Zailisa kuvunjika. Lakini kuna namna ambavyo nilikuwa nikitazama hizi taarifa za kuvunjika kwa penzi la Haji Manara na Zailisa, naona watu wengi sana wanamwataka Haji Manara kwamba yeye ndio mwenye matatizo. Nilikuwa naona watu wengi sana wanazungumzia Haji, wewe utakuwa na matatizo, haiwezekani. Kila mwaka unaoa, kila baada ya muda mfupi unaoa, wewe una shida. Lakini kwa muda huu wa siku ngapi nilikuwa nikiangalia na nikichunguza kitu gani ambacho kipo katika hii ndoa mpaka kuvunjika. Kaka, mjini hapa kwa sisi wazungumzaji lazima uwe mtu wa kufuatilia vitu. Nakumbuka interview yangu ya kwanza nilizungumza, nikamlaumu Haji Manara kwamba shida atakuwa nayo yeye kwa sababu huu ni mwanamke ambaye kwa ninavyojua mimi huu mwanamke kama wa 6 Haji anamwacha mwaka mmoja mwaka miwili anaacha. Nikamlaumu Haji pasipo kujua ya kwamba kuna kitu gani ambacho kipo ndani, pasipo kujua kwamba kuna kitu gani ambacho kipo. Kaka, hawa wanawake wana shida sana. Hawa wanawake wana shida mno, hasa hawa ambao wanataka umaarufu. Hasa hawa ambao anakwenda kwa mwanaume kwa ajili ya kutaka kitu, kwa ajili ya kutaka fedha, kwa ajili ya kutaka umaarufu, kwa ajili ya kutaka mali kwa huyo mwanaume. Hii ni shida kubwa ambayo tumeanza kuiona. Kwa nini ndoa hii ya Haji na Zailisa imevunjika? Nadhani watu wameanza kupata majibu hapa kwamba Haji sio alaumiwe tu. Hawa wanawake wanakwenda kwa Haji kwa ajili ya kutaka vitu, kwa ajili ya kutaka umaarufu. Hawaendi kwa Haji Manara, hawawi na Haji kwa sababu kwamba wanampenda Haji ama wanahitaji kuwa na ndoa na Haji. Wanakwenda kwa ajili ya kutaka umaarufu, lakini pia wanakwenda kwa ajili ya kutaka fedha. Zailisa anaona amefanikiwa. Yaani kwa anaona amefanikiwa. Tumeona gari Zailisa wani. Tumeona gari kwa Nissan nani Haji Manara kanunulia Nissan. Yaani katika vitu ambavyo Zailisa amefaidika katika ndoa zili yake na Haji, kapata gari, lakini pia kapata umaarufu mkubwa mno. Lakini nimeona wakati ambapo anaenda kuzungumza na waandishi wa habari, alifika pale sehemu husika, ni Serena pale, alifika na ulinzi mzito Zailisa. Alifika na bonge la gari, jibu kama sikosei ile, afu imeandikwa Zailisa wani. Ndio maana nikasema hivi, Zailisa mipango yake imetiki kwa Haji. Kwa sababu kipindi kabla hajakutana na Haji alikuwa hana hayo ambayo sasa hivi unayaona. Wewe Zailisa alikuwa anatembea na mabouncer kipindi hayuko na Haji. Alikuwa anatembea na jeep kama vile kipindi yuko na Haji. Amekuja kupata hivyo baada ya kuwa na Haji Manara ambaye amemtengeneza amemtengeneza Zailisa. Amemtengeneza kuwa maarufu, amemtengeneza kuwa content. Sasa hivi Zailisa ni content. Kipindi hicho alikuwa so content, kipindi kuna kina Dula Makabila. Lakini Haji amemtengeneza kuwa content. Haji amemtengeneza kuwa mtu ambaye yani kaka, hawa wanawake wana shida. Na labda niwaambie tu na Zailisa asijisahau kwamba huko nyuma Haji Manara alioa wanawake ambao walikuja kufanya hivi ambavyo wanaifanya Zailisa. Waliondoka hivi ambavyo walikuwa wanaifanya Zailisa. Lakini baadaye wako wapi? Kaka, walikuwa kina Rushaina, wakina nani waliolewa na Haji, sasa hivi wako wapi? Umaarufu huu wa Zailisa ambao wanaona kwa kipindi hichi uko moto kulikweli, anatamba nao, asije akazani kwamba utadumu milele. Asije akazani kwamba atadumu nao muda mrefu. Ila ni umaarufu na trending ambao ataenda nayo kwa muda mfupi mno. Kwa sababu Haji ndio alikuwa anampambania zaidi Zailisa. Haji alikuwa anafanyaje? Anampambania zaidi Zailisa. Kwa hiyo asitegemee kwamba kupitia hiki kitu ambacho sasa hivi analingana nacho followers, sijui endorsement anakuja, kujikapiwa gari na Nissan na kafunguliwa biashara mengi na Haji Manara, asitegemee kwamba anaweza akadumu navyo. Kaka, sikiza nikwambie, alio kutengeneza kakutengeneza tu. Yeah, sure. Alio kutengeneza
kakutengeneza tu. Kuna muda anaweza akaamua kumtengeneza mwingine. Na wewe si umetengenezwa? Unaweza ukakosa bidii na juhudi za wewe kufika, kwa sababu huwezi kujua yule jamaa alikuwa anatumia njia gani kufanya wewe uwe mkubwa. Kwa Zailisa anaona amefanikiwa, lakini awe makini mno. Ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili unashangaa amekuja kupotea. Okay, nataka tuzungumzie ile video ambayo so funny jana kama sikosei. Video inaonyesha Zailisa alikuwa akiwa katika kombatio fulani vya amazing tata. Watu wakasema kwamba Zailisa kazama katika penzi zito na ni muda mchache tangu achane na mume wake, aliyekuwa mume wake. Hiyo ndio shida. Yaani hiyo ni shida kaka. Hivi hebu angalia, unaachana na mwanamke leo, kesho unamuona na post status yuko na mwanamke mwingine. Mwanamke yuko na mwanaume mwingine. Yaani unaachana na mwanamke wako leo, kesho au kesho kutwa baada ya siku 2-3 unamuona ana post yuko na mwanaume mwingine. Hujui hapo kuna tatizo. Yaani huyo mwanamke kuna uwezekano mkubwa ya kwamba alikuwa anachiti kwenye ndoa. Yaani anaisaliti ndoa yake kipindi yuko kwenye ndoa. Kuna uwezekano mkubwa Zailisa alikuwa anamchiti Haji Manara kipindi yuko kwenye ndoa. Haiwezekani kaka. Wewe siku 3 ndoa yenu inatangazwa kuvunjika. Unapost Instagram, unapost status huko na mwanaume mwingine, mmekumbatiana na ua juu. Hata kama ni tangazo labda ni tangazo ya makampuni yenu huko, sio kwa hivyo. Haifai. Yaani hata kama kwa kuna mpango wa business, utakuwa mwambie bwana sikiza nikwambie. Lakini yule yuko huru. Kwa maana nasema hivi yuko huru, lakini kwa akili ya kawaida kuna uwezekano mkubwa Zailisa alikuwa anamsaliti Haji Manara. Na Haji alijua kwa mimi nasalitiwa. Kaka, haiwezekani. Wewe unaachana siku 3 hata wiki, unaposti picha, video ukiwa na mwanaume mwingine, mnaua limezima, mnapigana mabusu. Kaka, hiyo ni hatari sana. Inawezekana Manara alikuwa analiwa mali yake zamani sana. Yaani Manara kuna mengi sana. Unajua sisi wanaume tuna kawaida moja. Unajua sisi wanaume sio watu wa kusema sana matatizo ambayo yanatukumba. Na ndio maana sisi wanaume mara nyingi huwa tunakufa haraka. Tunakufa haraka kwa sababu hatuna sehemu ya kupeleka yale tunayofanyiwa na wenzetu. Unajua wenzetu, raha ya wenzetu wanasikilizwa sana, lakini pia wanapewa msaada kwa haraka sana. Yaani wenzetu nazungumzia wanawake. Umeona? Yaani leo hii anaweza kaenda sema popote, bwana mume wangu ananyanyasa, mume wangu anaipiga, nasikilizwa. Umeona? Asije mume wangu hivi, lakini vile anavyozungumza anakuwa anatoa yale machungu yake moyoni. Lakini sio wanaume, inaweza kama mke wako anakunyanyasa sana. Umeona? Mke wako hakufanyii haki kwenye ndoa, lakini unakufa nalo moyoni. Sasa lile ndio linatuua. Kwa sababu sisi chengine hatuna sehemu za kusemea. Zile sehemu za kusemea si nisemaje, lakini wenzetu wanaweza akaenda ustawi wa jamii, anaweza akaenda kumwambia dada yake, akamwambia rafiki yake. Mwanaume kusema kwa rafiki yako matatizo yanayokuhusu ndoa yako, unaona kama umedhihirika. Kwa hiyo wenzetu wana fursa hiyo nzuri, lakini sisi wanaume ndio maana tunakufa. Na ndio maana nikasema hivi, Haji Manara hajasema kitu, usikute ana mengi zaidi ambayo yametokea dhidi ya Zailisa, bado hajaamua kuyasema. Na mimi leo namtetea Haji Manara. Juzi nilimsema sana Haji bila kujua, lakini kupitia ile video ya jana niliyoiona nimekuja kwa dada na matatizo. Nakwambia ana matatizo. Au dada ana matatizo. Mimi juzi nilimsema Haji Manara, nikasema kaka na ndugu wangu Manara, kama nimekosea mzee wangu, naomba unisamee, mimi ni kijana wako. Kama nimejuzi nimekusema bwana, kwa sababu bwana pengine wewe ndugu yangu utakuwa na matatizo. Nilimsema Manara, wewe ndio ulinyoji. Kama bwana Manara una matatizo, haiwezekani. Hii ndoa karibuni ya 6, mwaka mmoja miaka miwili inavunjika. Kaka badilika. Nisema hivyo kaka badilika. Ni mshauri kwamba Haji abadilike. Lakini nimekuja kuchunguza hawa wanawake wanakuwa na shida sana ambao sana. Kaka hawa wanawake ambao wao Haji wana shida. Nimekuja kugundua kuna matatizo mazito ya wanawake, na kaka Haji Manara kama inawezekana huko wao angepumzika kwanza. Apumziki. Kaka juzi nilimsema Haji mpaka baada ya kuona ile video jana inapostiwa, nikakaa nikasema mimi nimemkosea Haji Manara. Yale Bugatti. Nimemkosea Bugatti. Huyu ndugu yangu mimi namkubali sana, na yeye pia bahati nzuri ananikubali sana. Bugatti ananikubali sana. Nikasema hapa nimemkosea Haji Manara. Haji Manara hakukosea kumpa taraka Zailisa.
Haji Manara kukosea. Hakukosea hata kidogo. Haiwezekani wewe wiki moja siku mbili unaachana na mume wako, unaposti video Instagram huko na mwanaume mwingine, hata kama ni tangazo la nguo si la nini. Haiwezekani. Mwambie bwana, sikiza kwamba hii tangazo liko vizuri, lakini subiri kwanza basi siku zisogee. Nimeachana na mwenza wangu juzi, ikionekana hii inapostiwa mtandaoni, mimi ndio nitaonekana na matatizo. Sasa kaka, yale mambo gani yale? Na ndio hapo juzi nitaka kusema kwamba mwanamke ambaye anajielewa, huwezi kwenda kuposti mtandaoni kwamba mwanaume wangu hana performance nzuri kitandani. Pia alikosea. Nimemsikia nyumba Dula Makabila, hii nyumba yake mpya ambao naona kwa asilimia kubwa amezungumzia hiyo ndoa. Anakwambia kwamba Zai uzungu umemshinda, arudi Uswahilini. Yaani kashazoea mbilinge za Uswahilini. Nikaona hapa inawezekana Dula Makabila anamaanisha kitu kubwa, na inawezekana hii ni kweli. Zai uzungu umemshinda. Kwa sababu kwa Haji alikuwa anapata kila kitu. Kaka, kwa Haji alikuwa anapata kila kitu. Kwa Haji alikuwa anapata kila kitu. Sasa wewe unaachana vipi na Haji Manara? Mzee wa watu, mnataka kumuua wanawake kwa tamaa zenu. Mnataka kumuua Haji kwa ajili ya tamaa zenu, kwa ajili ya kutaka umaarufu wa muda mfupi, my endorsement. Mnataka kumuua Haji Manara baada ya kumuoa Zailisa. Unajua, sikiza nikwambie, Haji alimuoa muda mrefu mno Zai, umeona? Lakini pia Haji sio muda mrefu, ninazungumzia muda mrefu ni kama mwaka mmoja naye. Lakini Haji alikuwa anajenga nyumba Kigamboni. Alisema kwamba mimi najenga nyumba ya future house. Alikuwa anajenga Kigamboni. Baada ya kumuoa tu Zailisa, Haji ile project ya kujenga ikasimama. Kwa nini? Ilisimama. Ndio nakwambia hivyo. Unajua tunaingia wapi? Kuna wanawake ukiwa nao, baada ya kwenda mbele unarudi nyuma. Zailisa alikuwa anamrudisha Haji nyuma. Na alikuwa anamrudisha nyuma kwa tamaa, kwa sababu alikuwa anataka vitu vingi afanyiwe yeye, bali sio kufanya wote kama mke na mume. Alikuwa anataka nini? Afanyiwe yeye. Haji alistuka. Kaka, unaweza kaangalia kwa ukubwa wa Haji, nyumba ile kaijenga zaidi ya miaka 2 iliyopita. Kwa sababu tukio hiyo ishaisha kwa fedha ambazo anaingiza. Lakini alikuwa anashindwa kuwekeza, anawekeza kwenye mapenzi ambayo baadaye yamekuja kumtokea puani. Kama nunulia Nissan mtoto wa kike, my endorsement ya maana, lakini kwa vitu vingi ambavyo Haji kamefanya, leo hii anakuja kuwekwa pembeni. Kwa unaweza kusema kwamba Zailisa tulimtetea sana, na wale wote ambao walikuwa wanamtetea Zailisa wajue ya kwamba Zailisa na matatizo. Wote walikuwa wanasema Zailisa hivi, Haji katulia. Wewe umeona Haji kaposti mwanamke akusema kwamba kamkumbatia mwanamke baada ya kuachana Zailisa? Unaona? Unajua kwa nini? Haji utamuona tu ana post yuko site, anajenga nyumba yake. Haji unamuona ana post picha familia yake. Lakini ndugu yetu yule jana tu kaposti kakumbatiana na kijana mdogo, sasa alikuwa anamnyonya mzee wa watu. Yaani Haji leo hii ni wa kukaa kuumiza kufikiria mapenzi kweli, mzee wa watu miaka 50 umetaka kumuua. Ndio hapa Zailisa anaenda kutia doa wanawake wenzake kwamba hawa wanawake hawana mapenzi sasa hivi, wanataka umaarufu, wanataka fedha kwa ajili ya, wanakwambia nini? Wale wanataka wao, sio kama familia, yani sio sisi, wanataka wao ndio wafanikiwe, ila sio sisi. Haji, na kushauri tena ndugu yangu, kaka yangu, na kuheshimu mno kwa hizi changamoto ambazo umezipitia kwenye ndoa yako. Kaka, pumzika. Pumzika mzee wangu. Watakuja kukutoa roho. Wewe ni star mkubwa mno, tunakutegemea katika nchi hii. Haji Manara, wewe ni star mkubwa mno, tunamtegemea katika nchi hii. Haji Manara ni moja kati ya watu pendwa katika taifa hili la Tanzania. Hawa wanawake achana nao. Tunampenda sana kaka yetu Haji. Hawa wanawake achane nao hawa. Tutakuja kulia sisi kwa ajili ya kumlilia Haji Manara katika nchi hii. Tutakuja kuumia sisi. Sikiliza nakwambia, sio kama kwa masiara. Haji Manara tunampenda. Mimi ni shabiki, mimi ni shabiki namba 1 wa Bugatti. Mwenye anajua.
Mimi ni shabiki namba 1 wa Bugatti. Watu wa mpira wa miguu Tanzania hii, sio Simba, sio Yanga, wote wanamkubali Haji Sande Manara, sio watu wa vyama vya siasa. Hadi mama yetu wa nchi anamkubali Haji Manara. Hadi mama anamkubali Haji Manara. Leo anatokea tu wasichana hawa ambao wana tamaa zao, wanataka umaarufu na kutrend TikTok na Instagram, wanataka endorsement vidogo vidogo vya milioni 1, milioni 2, wanataka kutulia ndugu yetu kwa mapresha na mawazo ya wanawake. Hivi vitu sisi hatutavifumbua macho, na yoyote mwanamke yoyote ambaye tunamuona anataka kuondoa roho ya kaka yetu Haji Manara kwa ajili ya mapenzi, mimi nitadili naye. Mimi mdogo wake nitadili naye. Yoyote mwanamke yoyote, na naanza na huyu hapa ambaye kaachana na Bugatti, siku 2 tumeona anaposti Instagram kakumbatiana na mwanaume mwingine. Tunaanza na huyu. Nasema hivi, kaka Haji Manara, utulie tuli. Mimi ndugu yako niko kukusemea, kukupambania, punguza pressure. Mimi nitapambana na yoyote ambaye anataka kuchafua jina lako, nitapambana na yoyote yule ambaye naona kabisa anakwenda kuingia sehemu sizo kupitia wewe, anataka umaarufu, kutrendi kupitia wewe. Mimi nipo na wewe Bugatti, Haji Sande Manara. Respect sana brother. Hawa watoto hawa wanawake hawa njaa kali sasa hivi achana nao kaka, na kushauri kingine. Hawa njaa kali hawa achana nao kaka. Wewe ni mtu mkubwa mno. Hawa njaa kali achana. Bugatti sasa hivi level zake, nikutajie sasa level za Bugatti sasa hivi. Sikiliza. Watoto wa Masaki, atafute mtoto wa waziri mkubwa, mawaziri hawa, hata watoto wa mbunge. Hadi acheze zile level Oysterbay wapi? Yaani hawa watoto wa Mbagala hawa, Tandika nani, achane nao, Buza sio wapi. Achane nao, hawa ndo baadaye wanataka umaarufu na kutrendi, baadaye unakuja kuondoka kwa sababu ya kupata endorsement vidogo vidogo. Kaka ndugu yangu Haji Manara, nadhani umenisikia. Yangu ni hayo.